Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tunakutana kwa ajili ya kutafakari kwa habari ya ufufuo wa Kristo, kwa sababu tuko kwenye majira hayo, kama ambavyo tunafahamu wiki ijayo tutakuwa tunamalizia na tunaendelea kwenye kusherehekea Pasaka. Kwa hiyo tutakuwa tunatafakari kuhusu nguvu ya ufufuo wa Kristo, na kabla hatujaendelea sana najaribu kidogo iwe interactive, lakini kwa sababu ya muda hatutakuwa na ile ambayo tumezoea, ambayo tunaongea kwa pamoja, kila mtu anachangia, lakini natamani muweze kufanya wanaita nini, menti. Kuna maswali ambayo natamani kama tunaweza tukashare. Let me stop sharing this one. Kushare, ukiskani hiyo QR code hapo pembeni, utaweza kuingia straight kwenye hiyo menti.com na utatype jibu ambalo unalo, and then majibu tutakuwa tunayaona wote hapa, of course. Na if you can be, kama unaweza ukajitahidi usitumie sentence ndefu sana, ili iwe rahisi kusoma na kudigest. Maneno mawili, neno moja, mawili, like that. Karibuni. Yeah. Asante, nimeona mmoja tayari ameshaweka ni wokovu kwa huru. Karibuni wengine kuendelea. Kwa hiyo basi nitaendelea moja kwa moja for the interest of time. Nimeona mmoja ameandika ni wokovu. Kwa lugha ambazo tumezizoea kwa wengi na kwa definitions ambazo zinazoeleka, ni kwamba Pasaka ni kufufuka kwa Yesu, na tunakuwa tunazungumzia ushindi dhidi ya mauti na ushindi dhidi ya dhambi. Kwa neno la Kiebrania lenyewe ambalo limetoholewa kutoka huko, Pesach au Pascha, inamaanisha ni kupita juu na Passover. Na ukirudi nyuma utagundua kwamba hii Pasaka ilikuwepo hata kabla Yesu mwenyewe hajakuwepo. Neno la Mungu linatuambia okay. I'm moving my screen, it doesn't want to move. Okay. Kabla ya Yesu hajakuwepo, Pasaka ilikuwepo. Wakati Yesu anakaribia kusulubiwa, alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akawa anawaambia, nimetamani sana kuila Pasaka hii pamoja nami kabla ya kuteswa kwangu. Kwenye Luka 22 mstari wa 5. Mstari wa 7 akasema, neno la Mungu linasema, ikafika siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Kwa hiyo ukiangalia mistari miwili unaona kwamba Pasaka ilikuwa inaliwa, lakini pamoja na kwamba ilikuwa inaliwa, walikuwa wanaifanya katika siku ambayo ilikuwa inaitwa siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambao walikuwa wana celebrate kila mwaka. Lakini Pasaka huyu alikuwa anatakiwa kuchinjwa. Kwa hiyo alikuwa anachinjwa kwanza ili aweze kuliwa kama Pasaka. Na Pasaka ya kwanza kabisa tunasoma kwenye Kutoka 12, wakati wana wa Israeli wako Misri, ambako Mungu aliwapa maelekezo. Neno la Mungu linasema aliwaambia Musa na Haruni, naanzia mstari wa 3. Ni vizuri kama ukiweza kuisoma yote kupata the comprehensive picture yote. Alisema, semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watoe mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri, mimi ndimi Bwana.
na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula mkate usiochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi hiyo atakatiliwa mbali na Israeli. Akasema tena, siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Haitafanywa kazi yoyote katika siku hiyo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula. Hiyo tu ndio ifanyike kwenu. Nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza siku ya mwezi 14 wakati wa jioni mtakula mikate isiyochachwa hata siku ya mwezi 21 jioni. Muda wa siku 7 isionekane chachu katika nyumba zenu kabisa. Kwa kuwa mtu yeyote atakayekula hiyo iliyoitwa chachu, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na mkutano wa Israeli, akiwa mwenye kukaa hali ya ugeni au akiwa mtu aliyezaliwa katika nchi. Msile kitu chochote kilichochachwa, mtakula mikate isiyochachwa katika makao yenu yote. Kwa hiyo walikuwa Pasaka wanakula. Hata wakati Kristo mwenyewe siku ile anawaambia wanafunzi wake watafute sehemu waandae Pasaka, walikuwa wote wanaenda kukaa ili waweze kula. Huyu mwanakondoo ambaye tumemuona hapa alikuwa amefanyika sadaka mbadala. Kwa maana ya kwamba ile damu ambayo ilikuwa inanyunyizwa kwenye miimo na vizingiti vya milango ilikuwa inasimama kulinda wale watoto wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli ambao walikuwa katika nyumba hizo ambazo wamelala wako ndani ya malango hayo. Ina maana kwamba kama yani what it means, kama ingetokea mtu akaliki tusema hii secret akamwambia mmoja wapo wa Egypt na wenyewe wakafanya the same way with the same faith, ina maana it is possible kwamba kumbe na baadhi ya wao wangeweza kuwa saved from death. Lakini kwa sababu hii ilikuwa ni kitu ambacho Mungu aliongea na wana wa Israeli kupitia Musa na Haruni, walifanya wao wenyewe, na hii damu ndio ambayo iliwalinda, kwa sababu Mungu alisema nitakapoiona hiyo damu atamzuia yule mharibu. Kwa hiyo damu hiyo ilinyunyizwa kwenye miimo na vizingiti vya nyumba zao, iliact kama ulinzi kwa ajili ya yule mtoto. Wale watoto wao wazaliwa wao wa kwanza, yule aliyekuwa anapita kuharibu alikuwa akiona ile damu, it means anaona hapa mauti tayari imeshapita, anaenda to the next place. Yule ambaye alikuwa haipo hiyo damu sasa kwenye vizingiti na miimo vya nyumba zao, ina maana sasa hao ndo wale ambao watoto wazaliwa wa kwanza waliuawa. Na ile process ya kula ambacho nimejifunza ni kwamba ilikuwa ni kama internalize the whole thing ambacho Mungu alikuwa anakifanya na kuwa pati ya kutia muhuri katika hiyo agano, kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya maagizo ambayo walikuwa wamepewa na Mungu kwamba mtafanya hivi na hii sadaka mkishamaliza mtaila. Ilikuwa ni sehemu ya maagizo aliyopewa na Mungu, lakini inaonyesha pia ushirika kati ya Mungu na watu wake. Mikate isiyotiwa chachu ilikuwa ni kwa ajili ya mambo kama mawili hivi. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 16:3 ilikuwa inasema usimle pamoja na mikate isiyotiwa chachu. Siku 7 utakula naye mikate isiyotiwa chachu, nayo ni mikate ya mateso, kwa maana ulitoka nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kukumbuka siku uliyotoka nchi ya Misri siku zote za maisha yako. Wala isionekane kwako chachu muda wa siku 7 katika mpaka yako yote, katika hiyo nyama uichinjayo siku ya kwanza jioni, kisilale chochote usiku kucha hata asubuhi. Kwa hiyo chachu ni yeast ambayo tunatumia hamira kwenye kupika, na tunajua kwa wale ambao wana bake, hamira huwezi ukaweka sasa hivi ukasema unaitumia sasa hivi, ni lazima uipe muda ili iweze kuumuka vizuri. Kwa hiyo hawa watu walikuwa katika haraka, walikuwa hawana huo muda wa kusema unatia chachu ili iweze kuumuka na waweze kupika kama ambavyo walikuwa wamezoea. Kwa hiyo waliondoka in haste, na mkumbuke Mungu alikuwa amemwambia kabisa wao wameshavaa viatu miguuni na nini, so walikuwa tayari wako kwenye hali ya utayari.
Lakini the fact kwamba pia alikuwa amewambia kwamba wale hicho kitu hapo hapo kisilale, ilikuwa ni sehemu kama ya kuonyesha wao jinsi kumtegemea Mungu, kwamba utaondoka hujabeba kitu kingine chochote cha kusema nitakula njiani, lakini unajua kwamba God will provide. Chachu ni ina signify dhambi as well, ina signify dhambi. Kwa hiyo mkate usiotiwa chachu inaashiria utakatifu. Wagalatia 5:7-9 inasema mlikuwa mkipiga mbio vizuri. Ni nani aliyewazuia msiitii kweli? Kushawishi huku hakukutoka kwake yeye anayewaita ninyi. Chachu kidogo uchachua donge zima. Nina matumaini kwenu katika Bwana ya kwamba hamtakuwa na nia ya namna nyingine, lakini yeye anayewafadhaisha na atachukua hukumu yake awaye yote. Kwa hiyo chachu ilikuwa kuwaambia kwamba wale mikate isiyotiwa chachu, it was a way pia ni message ambayo tunapewa kwamba walikuwa wametakiwa kukaa katika hali ya utakatifu kwa kipindi hicho ambacho Mungu alikuwa amekiweka kwa ajili ya kuwatoa hizo siku 7 alizokuwa amewapa. Na alikuwa amewaambia hii ni amri ya milele. They were not supposed to stop. Walitakiwa waendelee kuifanya kwa wana na wana wao vizazi na vizazi. Ukija kusoma baadhi ya hii mistari niliyoiweka hapa, sijaiweka kwa sababu ya muda, utaona kwamba walikuwa wanaendelea kupractice. Kuna wakati mwingine walikuwa wanakaa muda mrefu hawafanyi chochote, sometimes wako wametekwa, walikuwa wanapitisha muda kwa muda mwingi, au wakiwa na king ambaye alikuwa hamchi Mungu, alikuwa hawafuati sheria ambazo Mungu alikuwa ameziweka. Tunaona katika Joshua baada ya kuwa wamefika Gilgali, walimtolea Mungu Pasaka, walimchinjia Mungu Pasaka. Tunamwona King Josiah, yeye baada ya kufahamu Torati ilikuwa imeandikwa nini, akawaambia watu wale Pasaka, na of course na mambo mengine mengi ambayo aliwarudisha wana Israeli katika kumtumikia Mungu. Lakini one of the things walichofanya, walirudisha tena kuchinja na kula Pasaka ya Bwana. Hezekia pia tunaona naye katika Pasaka aliyokuwa ameongoza watu walikula Pasaka, lakini pia iliambatana na kumrudia Mungu kwa toba. Tunaona the same way kwenye Ezra 6:19-22. Hao walikuwa bado wako uhamisho, walikuwa ni wana wa uhamisho, lakini walikula Pasaka. Kwa hiyo hii ilikuwa ni amri ya milele ambayo sasa ndio mpaka wakati Kristo amefika, katika era ambayo Kristo alikuwepo, ina maana sasa hizi traditions zilikuwa bado zinaendelea, kwa sababu wale si ile tradition, ni jinsi walivyokuwa wanaifuata sheria ya Mungu, kwamba ilikuwa ni kula Pasaka ni kitu ambacho lazima kilikuwa kinafanyika. Kwa hiyo katika Pasaka ambayo Kristo Yesu amekuja kuileta kwetu as well, ukisoma vizuri kwenye Mathayo 26, Marko 14, Luka 22 imeelezea vizuri, lakini nitasoma tu baadhi ya mstari. Kristo ambaye ndio Pasaka wetu. Sasa kwenye Mathayo 26 mstari wa kwanza inasema, ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka, na mwana wa Adamu atasalitiwa, asulubiwe. Na ukumbuke kwamba katika kipindi hiki Kristo baada ya kuwa amefanya ule muujiza wa kumfufua Lazaro, walikuwa wanataka kumuua. Kwa hiyo alikuwa hakai kuonekana nao, yani waziwazi, na alikuwa amejificha kwa muda, na watu walikuwa wanataka kujua kama huyu mtu atakuja kula Pasaka au la, kwa sababu ndio walikuwa wanataka wamvizie hapo. Pamoja na yote hayo, ina maana Kristo, kwa sababu alikuwa sasa anataka yeye kuja kubadilisha awe yeye ndio Pasaka yetu, alikuwa amesubiria Pasaka ya wakati huu ambao Mungu alikuwa ameukusudia, ili kuweza kubadilisha na kutambulisha ile agano jipya. Kwenye mstari wa 26 kwenye Mathayo 26 anasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Alafu kwenye Luka 22:19 kuna neno ambalo Luka alikuwa ameongezea kwamba alisema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo tunaona Yesu analitambulisha agano jipya. Walikuwa wamezoea kwamba wanachinja Pasaka wanakula, ambao walikuwa ni mnyama. Nao Kristo anawaambia kwamba sasa hivi mtakuwa mnakula mwili wangu. Na alikuwa katika mkate aliyekuwa ameshika pale ndio huo, akawaambia huu ndio mwili wangu.
kinywaji walichokuwa wanakula akawaambia ile ni damu yake. Kwa hiyo tunaona Kristo anatambulisha Pasaka mpya ambayo ni mwili na damu yake yeye mwenyewe, kureplace ile sadaka ambayo walikuwa wanatoa wao ya wanyama, ambayo mind you at this time walikuwa sio tena wanaendelea kunyunyizia damu kwenye miimo na vizingiti vya nyumba zao, lakini walikuwa bado wanaendelea na ile custom ya kwamba wanachinja, wanakula Pasaka, kwa sababu ndivyo walivyokuwa wananani, kwa ajili ya kuendelea. Mungu aliwaambia waendelee kufanya hivyo, ni agano la milele. Ufunuo 5:9-10 inatuambia, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, lugha na jamaa na taifa. Kwa hiyo tulikuwa tunajua Kristo amekufa msalabani, lakini kumbe ile process ile ndo Kristo alikuwa anachinjwa kwa ajili yetu sisi. Alichinjwa kama Pasaka yetu. Ina maana alitolewa sasa kuja kulipia, tutaona hapo mbele vizuri. Nitaielezea vizuri mbele. Alichinjwa katika that process. Sio tu kwamba alisulubiwa tu msalabani, lakini ile ilikuwa ni process ya kuchinjwa, na damu yake ndio ile mnunulia Mungu sisi wengine wote. Na tunaona pia kwamba katika Pasaka kuna wito wa toba. Kujisifu kwenu siku nzuri, Wakorintho wa kwanza 5:6 nasoma mpaka 8. Kujisifu kwenu siku nzuri, hamjui kwamba chachu kidogo ulichachusha donge zima? Basi jisafisheni, mkaitoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Kwa hiyo tunaona baada ya Kristo kuwa ameshatolewa kuwa sadaka, ambayo ndio Pasaka yetu, tunaitwa sasa kwenye kufanya karamu, sio tu kwa kuangalia habari za chachu na kwamba tusitie chachu kwenye the bread ambayo walikuwa wanakula, lakini tunaambiwa sasa kwamba tunatakiwa kufanya mioyo yetu iwe mieupe. Ina maana sasa ni ile toba itokayo ndani, sio tu toba ambayo ni ya kwenye vitu ambavyo tunakula na nini, just kama part ya custom, lakini ni tufanye toba iliyo ya ndani ambayo ni ya weupe wa kweli na moyo. Ukilinganisha wakati ule na wakati huu, agano la kale mwanakondoo aliyekuwa anamtoa na agano jipya Yesu Kristo, unaona kwamba ile sadaka Pasaka ya mwanakondoo katika agano la kale iliwaokoa wana wa Israeli kutoka kwenye mauti ya wazaliwa wao wa kwanza, kwa sababu tunasoma kwamba yule mharibu alipita juu, he passed over, zile nyumba zao hazikuguswa na mauti ya wazaliwa wao wa kwanza. The same way katika agano jipya, Pasaka ambayo Kristo Yesu ameitoa inatuokoa kutoka kwenye mauti. Kwa maana tunapokuwa tunamuamini Kristo kama sadaka iliyotolewa kwa ajili yetu, tunakuwa tunatoka kwenye mauti na tunapokea uzima wa milele. Warumi 6:23 inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Kwa hiyo tunapata kuokolewa kutoka kwenye mauti ambayo tulitakiwa tufe. Kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, tulitakiwa tufe sisi kutokana na dhambi zetu. Pasaka ya ile ya mwanakondoo wa agano la kale pia iliwapa wale wana wa Israeli uhuru kutoka kwenye vile vifungo ambavyo walikuwa navyo. Walikuwa chini ya utawala wa Farao. Neno la Mungu linasema katika Kutoka 12:17, nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Walipata uhuru wao ile siku ambayo walichinja hii Pasaka. Kristo anatuweka sisi huru pia kutoka kwenye vifungo vingi tu ambavyo vimetufunga. Ukisoma kwenye Luka 4:18 tunaona Kristo alivyokuwa anasoma akasema roho ya Bwana yu juu yangu. Luka 4:18-19, roho ya Bwana yu juu yangu kwa maana amenitia mafuta kuhubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kwa hiyo tunaona kwamba Kristo kuja kwake amekuja kufungua vifungo mbalimbali. Amefungua vifungo, ukiachana na upofu, amefungua wagonjwa, amefungua wafungwa. Ina maana tumefunguliwa hata kutoka kwenye vifungo vya dhambi. Mstari wa 14 kwenye Warumi 6 anasema, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu ninyi hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kwa hiyo kutokana na sadaka ya Kristo Yesu hatuko tena chini ya sheria, tuko
chini ya neema. Tumepata uhuru kutokana na hilo. Na wana wa Israeli baada ya Pasaka ile ya kwanza walianza safari sasa ya kutembea na Mungu kama taifa, na Mungu akasema atakwenda katikati yao, atakuwa Mungu wao na nao watakuwa watu wake. Ukisoma kwenye Walawi 26:12 na 13. Lakini kwetu sisi pia kwenye tunapokuwa tumeanza maisha yetu katika Kristo, unapoamua kukata shauri na kuokoka, unakuwa unaanza kwenye safari ya kutembea na Mungu kama wewe binafsi sasa. Anasema kwamba yeye anatia roho yake ndani yetu na anatuendesha katika sheria zake, nasi tunazishika hukumu zake na kuzitenda. Ezekiel 36:27. Kwa hiyo ni sehemu ambayo Mungu tayari Mungu alishafanya nafasi yake. Of course inayobakia inakuwa ni ya kwetu sisi kuamua kama sasa nataka kutembea na Kristo, and sadaka yake alishaitoa msalabani for free. Sitaingia kwenye tafakari hii nyingine tena kwa sababu ya muda, nimeona ilivyotusumbua pale mara ya kwanza. So swali la pili ambalo nilikuwa nimetamani kushare ni tungeulizana kwamba kwa nini Yesu alitakiwa kufa na kwa nini labda alikuwa sio manabii au sio angels ambao walitakiwa kufa, lakini tunaona kwamba Yesu yeye ni Masia. Kwa hiyo yeye alikuwa amepakwa mafuta for that. Mwanzo 3:15 tunaona neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Tayari ilikuwa prophesied kwamba huyu atakayekuja atakuwa na uwezo wa kumponda kichwa adui ambaye alikuwa ni Shetani, ambayo nafasi hiyo ina maana manabii na angels sio nafasi yao. Tunaona Simon Peter akisema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kutoka kwenye Mathayo 16:16-17, ambayo inaonyesha ile position ya Kristo katika nafasi aliyokuja kwetu sisi kama Masia kama mtoto mwana wa Mungu, Masihi mpakwa mafuta aliyekuja specifically kwa hilo. Na sadaka ya Kristo, Pasaka yetu Kristo inaonyesha upendo wa Mungu kwetu wanadamu. Kwenye Warumi 5:8-11 inasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Kwa hiyo ina maana Kristo kutoa uhai wake ni sehemu ambayo Mungu ameonyesha upendo wake kwetu sisi wanadamu, na tunaambia alitupenda sana hata akamtoa mwana wake ili kila atakayemwamini asiangamie. Ninajua ni neno ambalo watu tunalifahamu sana. Wala si hivyo tu, ila pia tunajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tunaupokea huo upatanisho. Kwa hiyo alikuja kuonyesha pendo la Mungu na ambako tunapokea sisi upatanisho wa Mungu. Lakini pia Kristo ilikuwa ni sehemu ya neema ambayo tumepokea. Kutoka kwenye Warumi 5, Samahani mwalimu, ni kwa kuingilia. Nisaidieni host kwa ajili ya kuweza kumute watu ili tusimdisturb mwalimu. Naomba mkiwa mnaongea mzime mute your speakers ili tusisumbue kipindi. Mungu awabariki. Endelea mwalimu. Amina, asante. Kwa tunaona neema ya Mungu katika kifo cha Kristo. Warumi 5:16-18, mstari 21 inasema, wala kadiri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kadiri ya kile kipawa, kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa mengi ikaleta kuhesabiwa haki. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Basi tena kama kwa kosa mmoja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima, ili kwamba kwa vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tunakumbuka kwamba katika baba yetu Adamu alivyofanya dhambi, sisi wote tukapokea kutoka kwake, kwa sababu alifanya dhambi kabla hajawahi hata kuzaa. Yeye alikuwa created in the image and likeness ya Mungu, lakini by the time anaanza kupata watoto alikuwa tayari ameshamkosea Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linasema kwamba watoto walizaliwa katika image and likeness ya Adamu, ambayo ina maana sasa walibeba ile dhambi ambayo Adamu alikuwa nayo. Kwa hiyo kukosa kwake yeye tumepata sisi wote dhambi ile ambayo baba yetu Adamu aliifanya.
Lakini neema ya Mungu hivyo kubwa kwa Kristo Yesu ambaye ndio Adamu wa pili, kwa yeye kuja kulipia ile sadaka pale msalabani, sisi wengine wote tunapata hiyo neema, kwa kila mtu ambaye anakwenda anaamini kwamba Kristo alikufa kwa dhambi zake na alifufuka, yuko hai, ameshinda kifo na mauti. Kwa hiyo kwa kila anayeamini, ina maana hii neema iko bure, imeshaachiliwa kwa kila mtu. Pia kwa nini Yesu? Kwa sababu Yesu ni roho inayohuisha. Wakorintho wa kwanza 15 inasema ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Lakini hautangulii ule wa roho bali ule wa asili, baadaye huja ule wa roho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ni wa udongo, mtu wa pili atoka mbinguni. Kwa hiyo Yesu ni roho inayohuisha. Kwa hiyo kwa sadaka yake ambayo ilitolewa pale msalabani, yeye alivyochinjwa kama Pasaka yetu, kwa sababu roho yake inahuisha. Yeye anapokuja ndani ya maisha yetu, anatuhuisha, roho wa Mungu inatuhuisha. Tunaweza sasa kuishi katika ile nafasi ambayo Mungu alikuwa ametaka tuishi wakati anaumba ulimwengu. Sio baada ya kuwa tumemkosea. Amina. Lakini pia Yesu ndio mwanakondoo wa Mungu. Ukisoma Yohana wa kwanza 29, neno la Mungu linasema siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alikuwa amekuja for that special purpose. Huyu alikuwa ni mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Nitaelezea kidogo baadaye kwa nini manabii na Yesu, kwa sababu kwenye Warumi 3:23 nimekosea hapa, ni 15-23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya amani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Tunaona kwamba tunahesabiwa haki bure kwa neema kwa njia ya ukombozi, ambao ukombozi uko katika Kristo Yesu. This is what the word says. Kwa hiyo sio manabii, ila alikuwa ni Kristo Yesu ambaye tumeona katika mistari iliyotangulia kusoma kwamba huyu alikuwa ni mwana wa Mungu ambaye alikuwa Masia, ambaye amepakwa mafuta specifically for that purpose. Na kwa nini sio wanyama ambao wangeweza kufa instead of Yesu? Nitalizungumzia zaidi hapa mbele. Lakini Waebrania 9:28 anatuambia kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja alizichukua dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wanaomtazamia kwa wokovu. Swali lingine ambalo nilikuwa nimetamani kuwashirikisha tuka brainstorm pamoja ilikuwa ni kwa nini damu ndio inayotutakasa, inayotuokoa na sio kitu kingine chochote. Tukirudi nyuma, baada ya wana wa Israeli kuwa wameshatoka kule Egypt, wameenjoy Pasaka, wameshatoka. Baadaye Mungu alikuja akawapa amri kama maelekezo ya kwamba mtakuwa mnaishi kwa namna hii, jinsi ambavyo alikuwa anataka. Akatoa zile amri zake. Sitazipitia kwa sababu najua wengi tunazifahamu. Ziko katika Kutoka 20 if you want to revisit. Na katika hizi amri zote ambazo Mungu alikuwa ametupatia, ukiziangalia unaweza ukaona nyingine ni rahisi, hii nitaifanya, hii hainishindi, hii ni nini, lakini ukikaa uka meditate deeply on this kwenye hizi amri ambazo Mungu alikuwa ametupatia, unakuja kugundua kwamba kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukaviona kama ni kidogo, lakini kumbe umekuwa unavifanya kwa sababu tumezaliwa katika hali ya dhambi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunavifanya. Kwa mfano hii habari ya kusema waheshimu baba yako na mama yako. Kuto kuwaheshimu wazazi ni kitu ambacho kimekuwa kinatokea, people do that. Kuto kumshuhudia jirani yako uongo, watu wanaweza wakashuhudia uongo na yani hivi kwenye macho hivi kabisa, macho makavu kabisa, anashuhudia uongo na maisha yanaendelea. Au kuto kutamani nyumba ya jirani, au kutamani mke wake, mtumwa, sijui mjakazi na vitu vingine. Ukishakuwa kwenye neema ya Mungu, of course hivi vitu vinakuwa havikushindi kwa sababu it's not kwa nguvu zako. Lakini katika ile hali ambayo tunakuwa tuko nayo ya mtu ambaye bado hajamfahamu Kristo, ni rahisi sana kufanya hizi dhambi. Kwa sababu unaweza ukasema mimi sijazini, lakini kumbe neno la Mungu linatuambia kwamba ukimwangalia tu mwanamke kwa kumtamani umekwisha kuzini naye. You see? Kwa hiyo ina maana kumbe unaweza ukawa unatenda hizi dhambi, hujafanya ile act, lakini kumbe ndani yako nyingine umeshazifanya.
usiue. Napendaga huu mfano wa usiue kwa sababu nakumbuka wakati nafundishwa enzi hizo nilikuwa napewa huu mfano wa usiue, kwamba unafikiri kwamba umeua mtu only kwa sababu umeshika kisu ukamchoma. Hapana, kumbe ukiongea neno baya kwa kumsema mtu kwa watu wengine, ukatanish image yake, umemuua kwenye macho ya hawa watu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni rahisi kuvifanya, na neno la Mungu linasema roho inayotenda dhambi ndiyo itakayokufa, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ezekiel 18:20 na Warumi 6:23. Kwa hiyo ina maana kama umetenda dhambi unatakiwa kufa. Ina maana kwa kila kosa ambalo umelifanya ulitakiwa kufa. That is how it was supposed to be. Na Mungu alikuwa ametoa maelekezo vizuri sana kwamba ukifanya hiki, this is how utapay. Ukifanya hili utalilipa kwa namna hii. Ukisoma kwenye Walawi 4 mpaka 6 kuna maelekezo mengi ambayo nimeita malipizi, ambayo Mungu alikuwa ametoa maelekezo kwamba ikitokea umefanya hivi utafanya hivi. Mungu alitoa provision mpaka kwa dhambi ambazo utazifanya bila kukusudia, kwamba ikitokea umefanya dhambi ambayo kukusudia, this is how you will repay, repay, yani utafanya malipizi, restitution for that. Ukiweza kwenda kusoma Walawi 16 yote itakuwa vizuri. Nitasoma baadhi ya mistari. Mungu aliongea kitu pale, akasema hivi kingine: kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu na kuileta damu yake ndani ya pazia, na kwa damu hiyo atafanya vile vile kama alivyofanya kwa damu ya ng'ombe, na kuinyunyiza juu ya kiti cha rehema, na mbele ya kiti cha rehema atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu, kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kwa ajili ya hema ya kukutania ikao pamoja nao katikati ya machafu yao. Na alisema hivi kwenye mstari wa 34, na amri hii itakuwa amri ya milele kwenu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli kwa sababu ya dhambi zao zote, mara moja kila mwaka. Naye akafanya vile vile kama Bwana alivyomwamuru Musa. Kwa hiyo ukiacha na zile ambazo kila mtu alikuwa anatakiwa kufanya kuenda mwenyewe personally kwa yale uliyoyafanya, lakini bado kuhani mkuu alikuwa anatakiwa atoe sadaka for the whole nation, ambayo alikuwa anatakiwa kufanya mara moja kila mwaka, ambayo ilikuwa ni kitu ambacho inatakiwa afanye kwa kujirudia, kwa sababu ni wanadamu ambao tunatenda dhambi all the time. Waebrania 9, ukiweza kwenda kusoma yote itakuwa vizuri. Nitasoma mstari wa 7, lakini nasema, lakini katika hema hiyo ya pili kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, wala si pasipo damu, atoayo kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutokujua za hao watu. Kwa hiyo hata yule kuhani aliyekuwa anakwenda naye alikuwa anatakiwa atoe damu, of course, kwa sababu ndio sadaka iliyokuwa inatakiwa kutoka kwa yule mnyama, lakini alikuwa anatakiwa aende akatoe damu pia, kwanza kuomba utakaso kwa ajili ya nafsi yake yeye mwenyewe, kwa sababu na yeye ni binadamu ambaye anafanya makosa. Kwa hiyo na yeye ilibidi atoe sadaka kwanza for himself, alafu ndo aweze kutoa kwa ajili ya wengine, na ilikuwa inafanyika mara moja kila mwaka. It was something that was continuous. Kwa hiyo kwa nini damu? Walawi 17:11 Mungu alijibu hilo swali, akamwambia, kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Na Waebrania 9:22 inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo damu ndio sadaka ambayo Mungu alikuwa amespecify anaitaka, kwa sababu katika damu ndio kuna uhai. Tukumbuke tumesoma kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo ina maana yule ambaye alikuwa amefanya dhambi ndio alitakiwa kufa. Lakini walikuwa wanafanyaje? Wanachukua huyu mwanakondoo ambaye yeye sasa ndio anabeba dhambi ya yule mtu ambaye ambaye anaenda kuomba msamaha. Zile dhambi zake zinahamishiwa kwa yule mwanakondoo. Walikuwa wanamshika kichwa kama hivi, anahamisha na transfer hizo dhambi zake hapo kwa huyu mwanakondoo, then huyu mwanakondoo ndo anaenda kuchinjwa, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mwanakondoo lazima akachinjwe, and then kwa sababu neno la Mungu linasema na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi, ina maana na ile damu sasa ndio inakuwa imemwagika pale ili kupata ondoleo la dhambi, na tumeambiwa kwamba damu ndio uhai.
Mungu alisema hii iwe amri ya milele ya na tumesoma kwenye Walawi 16:34 nilikuwa nimeweka kurudishia tu ili tuweze kukumbuka. Aliwaambia hii itakuwa ni amri ya milele na ifanyike mara moja kila mwaka. Lakini wewe na mimi hatujawahi kupeleka hizi sadaka. Kwa nini hatujawahi kupeleka hizi sadaka? Tumevunja amri ya Mungu? No, ni kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye Mathayo 5:17-18 Mungu Bwana Yesu aliwaambia hivi, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kuitimiliza. Kwa maana mimi nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa hiyo Kristo alikuja kutimiliza, na ndio yeye alikuja kuleta hiyo change. Kwa maana ina maana angekuwa Kristo hajaja kuwa yeye sasa mwanakondoo wa Mungu, akafa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu na damu yake ikamwagika, tumeambiwa pasipo damu hakuna ondoleo la dhambi. Damu yake ingekuwa haijamwagika, ina maana mimi na wewe tungetakiwa mpaka leo hii tuwe tunafanya hizi habari. Kila unachokosea you go and peleka hiyo mwanakondoo au whatever kingine ambacho, maana kuna vitu vingine ambavyo alikuwa amevispecify ambavyo ina maana tutakiwa tuvifanye. Lakini kwa neema ya Mungu Kristo akawa amefanya hii kazi kwa ajili yetu. Amelipia, alitimiliza hiyo Torati ambayo ilikuwepo. Sio kwamba hii amri iliondoka, haikuondoka, hii amri ilikuwepo. Ni kwamba Kristo ameitimiliza kwa yule ambaye anakubali. Kama ukubali, ina maana unataka bado uendelee kulipia mwenyewe. Mimi sitaki kulipia mwenyewe. Damu ya Yesu imesema hivi kwenye Waebrania 9, ukiweza kwenda kusoma yote, hii nitasoma tuna dakika ngapi? Lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe, aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa kwenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na mambo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Maana agano la urithi lilipo, lazima iwepo mauti yake aliyelifanya. Kwa maana agano la urithi lina nguvu palipotukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yu hai yeye aliyelifanya. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu. Anatukumbushia na lile lingine. Kwa hiyo Kristo amekuja kutoa damu yake mwenyewe, yeye ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye alikuwa hana dhambi. Kwa hiyo amefit ile criteria ambayo Mungu alikuwa ametoa, kwamba mtakapokuwa mnatoa sadaka hii, mtatoa mwanakondoo ambaye hana doa, hana hili. Kwa hiyo huyu ambaye ni mwana wa Mungu, ambaye sasa yeye ni the perfect mwanakondoo, ndio alikuja kufit ile criteria na ameweza kutukomboa sisi kwa milele. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanywa kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sana usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Nasoma mstari wa 26. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kwa hiyo Kristo sadaka yake msalabani alishaitoa, naye ndio Pasaka wetu. Aliyetukomboa kwa damu yake. So damu was specific, kwamba lazima iwepo damu, ambayo sasa tunamuona Kristo amekuja kumwaga hiyo damu iliyotakiwa, amelipia, ambayo ndio uhai uko humo kwenye damu. Lakini pia amesatisfy ile ya kwamba ukifanya dhambi unakufa kwa ajili ya dhambi yako. Kwa hiyo yeye akafanya vyote hivyo. Kwa sisi tumehesabiwa haki bure. Warumi 3:20-25 nasema, kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria,
Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria, lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Maana hakuna tofauti, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Everybody, hakuna mwenye exception. Lakini anasema hivi, mstari wa 24, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Kwa hiyo tumeshahesabiwa haki bure. Kristo Yesu ameshachukua ile kwa mtu ambaye anakubali kuamini, kwa sababu tunaambiwa hapa kwamba tunahesabiwa haki bure kwa neema, lakini ni kwa imani, kwa imani katika damu yake. Nataka nisome, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa hiyo ni njia ya imani ambayo inatufanya mimi na wewe kuamua kukubali kwamba Kristo alishafanya ambacho sisi tulitakiwa tulipie, Kristo alishalipia. Kwa hiyo tunapokuwa na hiyo imani, then tunakuwa tunapata wokovu, na kwamba alifufuka siku ya tatu, sio kwamba mtu amekufa. Ufufuo una maana gani? Na hii naomba niendelee na dakika chache. Ufufuo una maana gani? Ukisoma, kwanza nataka kuzungumzia kwa habari ya ushahidi, kwa sababu kuna watu ambao mpaka sasa hivi hawaamini kama Kristo alifufuka. Kuna watu ambao wanasema Kristo bado amekufa, na ukisoma kwenye, nafikiri ni Mathayo 27, sio 26, ambapo inaelezea kwamba baada ya kuwa wale wakuu wa makuhani na Mafarisayo, ile siku ya kwanza ya Sabato ilivyoisha, kesho yake walienda kuomba kibali waweke walinzi kwenye kaburi la Kristo, kusema kwamba huyu mtu, kwa sababu alishasema kwamba Yesu ya tatu atafufuka, tusiache ili kaburi wazi, wale wanafunzi wanaweza wakaja wakamuiba, alafu akasema amefufuka, kwa hiyo tuweke walinzi. Na Biblia inasema kuna watu ambao wanaamini mpaka leo kwamba Kristo hakufufuka, kuna watu walimuiba. Lakini ukija kusoma kwenye the Gospel of Luke, hata gospel nyingine zinataja kwamba Kristo amefufuka, na tunaambiwa watu ambao walikuwepo kama mashahidi, na tunatajiwa kwa mfano Maria Magdalena. Ukumbuke enzi zile wanawake walikuwa wanakuwa considered kama lower class, na unaona hata sehemu nyingine Kristo anawalisha watu, walikuwa wanahesabiwa wanaume 5,000. Wanawake walikuwa hawahesabiwi, labda na watoto hawahesabiwi. Kwa hiyo they were not considered kama watu ambao ni upper class, sijui niite, walikuwa wanahesabiwa lower class. Kwa hiyo the fact kwamba mpaka hizi gospel zote zimeweza kumtaja Maria Magdalena kama mtu ambaye alimuona Kristo, inaonyesha strength ya huo ushahidi kwamba Kristo yu hai, hakuwa bado amekufa. Ukienda kusoma kwenye hizo gospel utakutana na ushahidi mwingi tu ambao unaelezea matukio yaliyotokea, na mwili wake haukukutwa tena huko pale katika lile kaburi. Na ukumbuke kwamba hili lilikuwa ni kaburi ambalo lilikuwa ni kaburi jipya la mtu tajiri, ambaye sio kitu ambacho unaweza ukasema kimefichika watu wakaweza kuja kuiba. No, ni kitu ambacho tayari walikuwa wanakijua kiko wapi, na if there was anything, na hao walinzi walikuwepo. Ingaje tunaambiwa baadaye walikuja kupewa hela tena nyingine waseme kwamba wao walikuwa wamelala wakati wanafunzi wake wanakuja kumuiba, katika kutengeneza huo uongo. Lakini Kristo yuko hai na alikuja kuwatokea watu wengi. Ukija kusoma kwenye nafikiri ni Acts, kuna sehemu ambayo ilikuwa inasema kwamba alikuja kuwatokea watu na wengine walikuwa bado wako hai. Na ndani kusoma hapa katika Wakorintho wa kwanza 15, nitapick baadhi ya sehemu, lakini ukiweza kusoma Wakorintho wa kwanza yote 15, it will be really good. Nasema, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale tenashara. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hawa wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote, na wa mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Huyo alikuwa ni mtume Paulo anaandika. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu?
Lakini kama hakuna kiama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Naamna sisi tumeonekana kuwa ni mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Kwa hiyo tunaona kwamba kama tunakuwa hatuamini kwamba Kristo alifufuka, imani yetu sisi ni bure, haitusaidii chochote. Kwa hiyo ufufuo wa Kristo ndio niite kama enka ya imani yetu sisi kama Wakristo, kwa sababu kama Kristo alikuwa hajafufuka, ina maana hana tofauti ya Kristo yeye yule ambaye alikufa katika msalaba. Tunakumbuka walioko watatu, yeye alikuwa katikati. Ina maana hana tofauti na wale wengine ambao walikuwa wamewekwa pembeni yake, ambao ina maana na wao walikufa lakini hawakufufuka. Sasa kama hakuweza kushinda kifo na mauti, ina maana sisi hatuna basis za tumaini la wokovu baadaye, kwa sababu ina maana hata tunayemtegemea naye alikufa. Lakini sisi tunaamini kwamba Kristo amefufuka na kwamba kiama ya wafu ipo, na ndio maana tunafika kwamba tunatambua kwamba at the end of the day, katika wakati ambao Mungu ameukusudia mwenyewe atakuja kudhihirisha hayo yote. Sasa bora uwe umejiandaa ukijua kwamba Kristo atarudi kuja kulichukua kanisa. Kama hutaki kuamini, ina maana like you are already doomed, kwa sababu inakuwa hakuna msaada. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiama ya wafu? Narudia slide. Msingi wa imani ya ufufuo wa Yesu. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye akufufuka. Kama maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini kama Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kama ambavyo tulisoma kule mwanzoni kwamba mauti alituletea baba yetu Adamu, lakini Kristo sasa ametuletea kiama ya wafu. Kiama ni ufufuo, ni Kiswahili ambacho kiama ni ufufuo, ni resurrection ya waliokufa, ambalo ndio tumaini letu. Na neno la Mungu linatuambia hivi, ukimwamini Kristo na ukamkiri, ukiamini kwamba Mungu alimfufua na ukakiri kwa kinywa chako, unapata wokovu. Kwa hiyo wokovu sio kwamba ni kusema kwamba mimi ni mtu mwema sana, sifanyi dhambi. Lakini wokovu is basically kusema kwamba ninajijua kwamba mimi ni mdhambi na ninajitambua kwamba kwa nguvu zangu peke yangu siwezi. Kwa hiyo ninaipokea ile sadaka ya Yesu msalabani, kwa sababu alishakuja kunilipia. Sasa ninapokuwa nimepokea ile sadaka ya Yesu msalabani, kwamba Kristo ulishakufa, ulishanilipia deni la dhambi yangu, ulishalipia kile kifo ambacho mimi nitakiwa nife, na ulishamwaga damu yako kama sadaka. Kwa hiyo mimi I don't have to go through that. Nina accept that gift ambayo Kristo amenipa, ambayo sasa yeye anatupa sasa uzima wa milele. Kwa sababu sasa ndio uzima wa milele tunaupata kutoka kwake yeye, ambaye tayari alishaichukua ile mauti ya kwetu ambayo tutakiwa sisi tufe. Tunapokuwa tumekubaliana hivyo, tunabatizwa pamoja naye pale msalabani na tunazaliwa upya. Tunatoka kwenye hilo giza ambalo tulikuwa tunaishi huko kwenye ufalme wa giza, tunaingia kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Then slowly Mungu mwenyewe anatuambia kwamba anaweka sheria zake ndani yetu. Sio kwamba tunakuwa superhumans, lakini ni neema ya Mungu that carries us kila siku ukiwa unaendelea kuwa transformed. Kwa sababu yeye mwenyewe ndo anaendelea kututransform pole, kwa sababu unapookoka unapewa Roho wake Mtakatifu mwenyewe, anakaa ndani yako. And then pole unaendelea kuwa transformed to be like Christ, mpaka ufikie kwenye hiyo sehemu ya ukamilifu sasa ya image ya Kristo mwenyewe. Lakini sio kwa nguvu zetu. It's just saying God, I'm not enough. Mimi siwezi kulipia, na siwezi kwa nguvu zangu kusema nitatembea nikiwa na observe 1 2 3. Kwa hiyo ni ku accept that grace of God. Kwa hiyo wapendwa, kwa wale ambao neema ya Mungu mlishaipokea na mkampokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha, mtakuwa mnanielewa ninachosema. Lakini kazi yetu sasa sisi ni kuwaombea wengine, kwa maana tunaokolewa kwa neema tu. Neno la Mungu linasema tunaokolewa kwa neema, sio kwa nguvu zetu, hata mtu yote akajisifu.
Kwa hiyo sisi tuendelee kuwaombea wale wengine, lakini wewe ambaye bado hujampokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inawezekana una maswali labda kichwani ambayo unajiuliza, how can this be, how can that be, au ni mambo tu ya duniani labda yanakuzonga sana, unaona kwamba nikisema niende huku inakuwaje, lakini kwa Yesu ni kutamu jamani. Yani once umeingia ndio unaona kwamba kwa nini nimechelewa. Kwa hiyo karibu umpokee Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. It is very simple. Kuna sala ambayo itakuwepo katika mwisho wa kipindi utakapokuwa unaangalia, kama wewe unaangalia kwenye YouTube, lakini kwa wewe ambaye uko pamoja na sisi hapa sasa hivi, karibu sana kumfuata kiongozi yoyote hapo ili tuweze kukusikiliza na kukuongoza kwenye sala ya toba. Lakini saa ya wokovu ni sasa. Saa iliyokubalika ni sasa. Yani it's not tomorrow, kwa sababu kesho sio ya kwetu, hatuijui kesho. Kwa hiyo this might be your last chance kusema ndio kwa Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nirudishe kwako moderator. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. What an amazing God we serve. Indeed, saa ya wokovu ni sasa. You never know kwamba this could be your last chance wewe kuweza kumrudia Kristo na kumpokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama alivyosema mwalimu aliyekuwa zamu, unakaribishwa kwa wewe ambaye unataka kupatana na Kristo tena kwa upya, na wewe ambaye ulirudi nyuma, wewe ambaye unamtamani huyo Kristo mfufuka, Kristo ambaye tunamhubiri kila leo. Basi karibu, 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 unyoshe mkono, usiogope. Kristo anasema ukiniogopa nami nitakuogopa siku ya mwisho. Karibu utakapokuwa umemaliza. Kwa mtu yeyote ambaye umemzoea, mwache, mruhusu wa take through sala ya toba, alafu mengine mwache Kristo afanye kazi. Hiyo ni ya Kristo. Basi nimeona kuna swali kutoka katika audience, lakini for the interest of time tumepitia kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuate siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.